huruma yako. Bwana wetu mkombozi, huruma yako. Bwana ulipia wenye dhambi. Bwana wetu mkombozi, huruma yako. Bwana ulipia wenye dhambi. Bwana wetu mkombozi, huruma yako. Bwana wa Simoni, tuchukue msalaba, ututie moyo, tukatae, tukubali. Ilipofika alasi kuona ya kwamba uondoe mwili wa Yesu Kristo na kuhifadhi. Tunaomba pia nasi Bwana ukaweze kutupa moyo wa ufunuo ili yale yote ambayo tunayofanya yaweze kuambatana na neno lako. Kwa Yesu Kristo Bwana wetu. ili ya mateso makali ya Yesu, utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Yesu, utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Yesu, utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili siku ambapo Yesu Kristo anasulubishwa na kuzikwa inaitwa Ijumaa Njema kwa sababu ya sisi tuliokuja kukombolewa. Maana katika dhambi zetu Mungu akatukumbuka. Sasa ni Ijumaa Njema maana mwenye dhambi amekumbukwa, ametembelewa na Mungu kupitia kwa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Ni historia yetu kama kanisa la Anglican ya kwamba siku hii tunaamuka saa 3 asubuhi, tunaanza safari ya njia ya msalaba. Ila ambayo tumefanya si kutembea tu, bali tumetoka katika njia ya msalaba. Katika hiyo njia ya msalaba tunasoma vifungu vya Biblia, tunakuwa na maombi baada ya kila kifungu, tunakuwa na nyimbo. Na katika hiyo njia ya msalaba Yesu Kristo, tunapoenda katika historia ya kanisa, alikuwa katika vituo 14 ama alisimama katika vituo 14. Hivyo vituo ni muhimu sana kwetu maana vinatuleta karibu na neno la Mungu na hata mapenzi ya Mungu. Sasa kila ambacho tumefanya ni kwamba tumetoka katika njia ya msalaba. Hivyo vituo 14 tumevizingatia kwa kusoma neno, kwa kuomba na kwa kuimba. Kauli mbiu ya mwaka huu ni mambo matatu. Jambo la kwanza ni upendo. Unapoangalia pale ambapo tunaelekea kama wanadamu, tumekosa kitu ambacho tunaita upendo, love in English. Na jambo lingine ni kwamba huduma, service. Sisi kama watumishi, wananchi wa taifa letu la Kenya, wa Kristo, tunaitwa to be servants, kukuwa watumishi. Siku hizi kila mtu anataka awe mkubwa, kila mtu anataka atumikiwe, kila mtu anataka atumie yule ambaye ako chini ya mamlaka yake kwa njia iliyo mbaya. Na mwisho, jambo la tatu
ni kwamba humility, yani unyenyekevu. Wote tunaitwa tukaweze kuwa wanyenyekevu. So hayo mambo matatu, love, service and humility, ndio imekuwa kauli mbiu ya mwaka huu ya siku hii ya Easter. Haya matatu ni muhimu sana. Inji hii ipo kwa sababu ya upendo. Kama hakungekuwa na upendo, hatungefika hapa ambako tumefika. So tunaweza kuwa na tofauti, lakini tofauti hizo situfikishe mahala ambapo tutararua, we shall divide this nation. No, hizo tofauti situlete katika kujua upendo ni nini. Vile vile kila ambacho kinasumbua taifa letu ni mambo na service. Watu wanataka wavune mahala ambapo hawajashughulikia, mahala ambapo hawajapanda, mahala ambapo hawajapanda. So tunatakikana kutokana na jasho letu tule. Naomba ya kwamba tuweke bidii kama viongozi wa taifa hili, tusiwe waporaji, tusiwe wanyanyasaji, tusinyanyaze wananchi kwa kile kidogo ambacho tuko nacho kama taifa, bali tujitolee kufanya kazi kwa bidii. Na mwisho, mambo ya humility, tuvumiliane. Maana bila kuvumiliana kama taifa hatuwezi tukakuwepo. Leo ni siku muhimu sana kwetu kama Wakristo. Tunaadhimisha na tunakumbuka mateso na kifo cha Yesu. This is a commemoration of crucifixion and death of Jesus Christ. Sisi kama Wakristo ni wakati ambao tunataka kujinyima, tukose, tujitolee, tusaidie wengine wale hawana chochote. This is a day that we are fasting and readily be available to support others. Na kwa Wakristo wenzetu tukiadhimisha haya, tukumbuke maajibu yale tunawatakana kuwajibika katika jamii yetu kama Wakristo, kusaidia wale hawana kitu na pia tusaidie nchi yetu. Tuwe na amani, tukumbuke Yesu alikufa kwa sababu yetu. Katika sala tunayoomba leo tunakumbuka yote Yesu alipitia ni kwa sababu yetu. Kwa hivyo tuwe watu waadilifu, tuwe watu wa kujali wengine, tusikuwe tunajitakia. Siku kama ya leo sisi tunapitia haya, tunapitia siku yote leo hatukuli. Vile tunatoka hivi tunamaliza jioni, tunaenda tukiomba sala, vitu zote tukiadhimisha yale Yesu alipitia. So imizo kwangu kwa Wakristo na nchi yetu, tuwe watu wenye maadili mema, tujali wengine na tuwe tunakumbuka yale Yesu alipitia kwa ajili yetu. Kama sisi Wakristo tuombee nchi yetu. Tunafuraha sisi kama Wakatolika kwa sababu viongozi wa kanisa yetu, the Catholic bishops, wamekuwa mstari wa mbele kuombea amani katika nchi yetu. Wamekuwa mstari wa mbele kuomba kila mtu awe anafuata ukweli. Tuwe ni watu wa ukweli, tuwe tunafanya mema, tutende yale ambayo tunahitaji kutenda kama Wakristo. Tusitumie mambo ambayo inaharibu maisha ya wananchi. Hiyo tukiharibu katika nchi yetu tunakosea pia Mungu. So tufanye mambo mazuri ya kusaidia nchi yetu.